Marekani imehamisha silaha nyingi kutoka katika kanda ya Asia Pacific na kuzipeleka Mashariki ya Kati, na kwamba makamanda wa kijeshi wa Marekani wana wasiwasi kuhusu uhamisho wa Pentagon wa silaha hizo za masafa marefu. Pentagon ililazimika kuhamisha baadhi ya silaha katika Asia Pacific hadi kuzipeleka Mashariki ya Kati tangu vita vya Marekani na Israel vilipoanza dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari mwaka huu 2026. Marekani ilitumia takribani makombora 1100 ya masafa marefu yaliyokusudiwa kwa operesheni zinazowezekana dhidi ya China, maafisa hao walisema. Zaidi ya makombora 1000 ya Tomahawk pia yamerushwa pamoja na zaidi ya makombora 1200 ya kuzuia Patriot na zaidi ya makombora 1000 ya Precious Strike na Atacams, na kuacha orodha katika viwango vya chini kulingana na makadirio ya idara ya ulinzi ya ndani na maafisa wa bunge, kwamba maeneo mengine ikiwa ni pamoja na eneo la Asia Pacific yameachwa bila kuwa na silaha za kutosha, na endapo kutatokea shambulizi ni kwamba Marekani haitakuwa na uwezo wa kujilinda tena. Ripoti hiyo ilisema matumizi ya silaha yamesababisha Pentagon kuhamisha silaha kutoka Asia na Ulaya hadi Mashariki ya Kati na kuathiri utayari wa kikanda kwa vitisho vinavyowezekana katika hatua nyingine. Imeongeza kuwa hali hiyo imezusha wasiwasi juu ya kutegemea makombora ya gharama kubwa na uwezo wa sekta ya ulinzi kuongezeka. Pentagon haijafichua takwimu kamili za matumizi ya silaha kwa operesheni za hivi majuzi, huku maafisa wa ikulu ya Marekani wakikataa madai hayo. Idara ya ulinzi na maafisa wa bunge walisema kujaza akiba kunaweza kuchukua miaka kwa viwango vya sasa vya uzalishaji. Vita tangu kuanza huko Mashariki ya Kati, Marekani imetumia makombora zaidi ya 1100 masafa marefu yaliyokusudiwa kwa ajili ya operesheni zinazowezekana dhidi ya China, maafisa hao walisema. Hata hivyo, katika kipindi hiki kumekuwa na silaha nyingi ambazo zimepelekwa Mashariki ya Kati, na kwamba maeneo mengine ikiwa ni pamoja na nchi za Ulaya hazina makombora, na endapo nchi hizo zitakuwa chini ya mashambulizi, Marekani itashindwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba nguvu kubwa kwa sasa imewekezwa huko Mashariki ya Kati, na hata Ukraine haikuweza kupewa silaha za kutosha kwa sababu silaha nyingi zimehamishwa, na kulikuwa na mipango mingi ya kuisaidia Ukraine kwa ajili ya kuipatia silaha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adamu Hussein.